sana sio? Unajikuta bingwa kusambaza umbea. Leo unaondoka na shingo yako, unajikuta muuni au sio? Unajikuta mbea sana. Leo unaondoka na shingo yako hapa. Sasa leo nitakufundisha dawa ya umbea. Kwa nini unajikuta unaja kusambaza umbea au sio? Leo nitakuonyesha leo. Pamoja haliburudishi. Pamoja Vipi mwanetu? Kama Dede. Kazi yenu yuko shamaliza ipo ndani. Fresh hakika. Ashamaliza kila kitu. Kama tayari mwanangu shamaliza ina noma. Nimeshamaliza kila kitu. Poa poa. Baridi. Wametisha. Kama kawaipo ndani kazi yenu. Watu muone. Wewe, yule alidaisha mwanangu. Haijaisha kabisa. Na wale wako utoke hapo kaambie mtu yote mwanangu. Wawe. Tucheki hapa. Yaani katika hili mwanangu, hatujui rafiki, hatujui ndugu yetu. Yaani wewe mwanangu ukianza umbea mwanangu, sisi tunamaliza. Na katika hili bado haijaisha bro. Sima nipata kubwa. Tusameane kaka. Tucheki hapa. Nimesambaza sana umbea mwanangu, mimi nimechafuka mtaani huko. Nimekuelewa brother. Wewe. Nimekuelewa. Acha ujinga wewe. Au nikuweke ni? Tulia huko. Bao moya marafiki wananafikiana, usaliti, unafiki. Vipi tena ndugu yangu? Mbona hivyo? Kaka amenikuta mazira makubwa sana. Mazira gani tena? Hadi kusema nashindwa. Imekuwaje, umefumaniwa au? Sibaya tu ningesema nimefumaniwa ndugu yangu. Sasa imekuwaje? Hadi kusema nashindwa. Kwa sababu najua nikisema tu na wewe ninavokujua una jazba, mimi nitakuja kuumia. Nitaingia pabaya hata kesho yangu sitoiona. Kopa, unavyosema kwamba kesho utoiona, sijui utakufa, unamaanisha nini? Watakuwa niambie mimi nijue nakusaidiaje. Shida nini? Nimekukuta una majeraha. Sasa niambie issue ni nini? Mimi nijue nakusaidiaje. Unavyoniambia kwamba wewe nikisema kesho sitoiona nitakufa sijui na nini. Kama kuna kitu kinakutatiza uniambie. Mimi ndugu yako bwana, mshikaji wako wa kitambo tu. Nielekeze nijue nakusaidiaje. Sema kiume, subiri nikwambie. Kaka, kama una siku 2 au 3 hujaniona. Hizo siku 2 au 3 kama hujaniona, nilikuwa natoka kazini. Na kutoka kazini narudi nyumbani, nakutana njiani na nani? Basi familia yetu ile. Nakutana akaanza kunipa stories za mtaani hapa zinasujili kwamba kamfumania. Kamfumania nani? Hapo sasa ndo kipengele. Sema haina shida, kamfumania mke wako. Mke wangu mimi? Blaza. Sasa blaza, punguza jari. Ndio maana sitaki kukwambia. Sababu najua tu kabisa. Nantia mimi matatani. Hebu endelea. Kamfumania mkeo nyumbani kwa kina Rafa pale. Basi anapita zake, anamuona mkeo anatoka kwenye nyumba ya kina Rafa. Rafa alikuwa wazi rafiki yangu. Anamkumbatia kabisa, anambia usui na nini? Mimi mume wangu aniridhishi kama unavyoniridhisha wewe mwanangu usui nini? Sasa basi kaona kweli dharau, ndio kanipa huo mchongo. Yaani mbona kama story yako kama vile kuna kitu nakipata hivi. Unajua jana tu mimi nilikuwa na Abasi na tumepiga story nyingi sana. Lakini katika story zetu alikuja Rafa. Mwanangu alichokuambia mimi sijafanya kabisa. Na sio kweli, yani uongo. Alichosema yeye ni uongo, sijafanya mwanangu sana. Sijahusika mwanangu, sijahusika. Yani sijafanya.
Rafa, unazungumza kuhusu nini? Sikia kwanza, sawa? Hapa mimi naona pilau tayari shengi ya blender bro. Yaani kama kitumbua kishaingia mchanga. Sasa blaza, ngoja mimi nani bwana. Mbona mapema sasa? Tutawasiliana au achana naye hapa. Aendelea kuenjoy bwana. Wewe Sam, kwani jamaa kasemaje mwanangu? Kakwambia nini? Sisi tulikuwa tunaongea hapa issue zetu tu za kawaida za kikazi. Ase basi bora mwanangu. Bora. Bro, mimi ngoja nipite hivi. Kuna sehemu naenda kwanza. Bora mwanangu. Kuna shida. Au kuna jipya? Hamna. Hamna kitu. Mimi napita zangu mitikasi, si unajua tena? Karibu vioni. Nimefurahi kuwaona hapa. Au sio? Big time mzee wangu. Kuna mazingira yalikuwa sielewi kabisa pale. Sasa najaribu kuunganisha hizi doti kuhusiana na wewe unavyoniambia. Kuna kitu nimekipata. Lakini mimi nakwambia, kwa hili sitomwacha mtu salama. Lazima nifanye jambo. Hakuna mtu hawezi kunichezea mimi, yani Naweza Sam, punguza jazba. Afu mimi nakujua. Pia utanitafutia na mimi matatizo. Na kama unavyojua sasa hivi hali yangu yenyewe ni mbaya dhofu hali. Utanitafutia matatizo blaza. Yaani punguza jazba. Mashikaji zangu kabisa tunatoka tunaenda tunapiga michongo tunarudi na nini. Kumbe masnitch hivi. Ndio hivyo mwanangu. Kilichotokea kwa amenitia msela kaja kunikamata mwanangu. Kaenda kanifungia huko mijumbani mwanangu. Kanisurubu kinoma, kanisurubu sana tu mwanangu. Kanisurubu sana tu mwanangu. Hapa ninavyokuambia ndio hivyo amenitegua mkono hapa. Hapa sielewi hata nakula vipi. Nikuhakikishie hii vita ndio inaanza. Sijali rafiki, sijali ndugu. Lazima nifanye jambo. Ila nikuhakikishie usalama wako. Wewe utakuwa salama 100%. Usalama wako upo chini yangu mimi. Wewe niachie mimi. Sawa? Sawa blaza, ila nikuombe kitu kimoja. Kuwa makini sana. Sababu mimi kilichonikuta sitaki na wewe kikutokee. Kuwa makini sana. Sijali. Pole sana. Poa kama mkubwa. Basi poa, tutasomana. Poa basi, mimi subiri niende zangu. Haina mambo. Poa. Moya marafiki wananafikiana, usaliti, unafiki. Hawaniwezi na maana wananiteta sana, wananichukia na maana wananisema sana. Hawaniwezi na maana wananiteta sana, wananichukia na maana wananisema sana. Hawaniwezi na maana wananiteta sana, wananichukia na maana wananisema sana. Maumivu hayaishi, shida haziishi, maumivu Odi. Mzee Jitu. Hey. Wenyewe. Mzee Jitu. Karibu. Karibu. Shukrani. Ulikuwa mbali sana nini? Nilikuwa mbali kidogo. Bwana kwema. Kwema, karibu. Asante. Karibu kiti. Samahani na mazungumzo nayo kidogo bwana. Sawa, karibu kiti. Shukrani. Karibu kiti. Asante. Karibu bwana. Shukrani sana. Hivi Mzee Jitu, labda nikuulize swali. Hivi ikitokea ukamfumania mkeo, ni hatua gani ya kwanza utachukua? Bwana, swali gumu sana hilo. Umeona eh? Umefikiria nini mpaka uniulize swali hilo? Mbona gumu sana? Umemuona mwenyewe au umeambiwa na mtu? Labda ngwambie kitu kimoja.
Wajua mimi kipindi cha nyuma hapa mimi na mke wangu kidogo tulikuwa tuna mikwaruzano, yani amani na vitu kama hivyo kwa. Sasa hapo navyoona nimekutana na Kopa. Nafikiri unamfahamu. Kopa namfahamu. Nimemkuta na majeraha, lakini nyuma ya majeraha yake kuna story ya fumanizi kuhusu mke wangu. Na ameniambia kwamba Rafa ndo mtu ambaye kafumaniwa na mke wangu. Rafa huyu unayemjua mimi? Huyu rafiki yangu. Na shuhuda ni Abasi. Abasi ndo shuhuda namba 1 wa fumanizi hilo. Sasa nikajaribu kufikiria, hivi kama ni kweli nikimwacha nitakuwa nimekosea? Kabla hujamwacha kwanza fanya upelelezi. Fuatilia. Kwa sababu unaweza kukutengenezea zengo watu ukashangaa umemwacha mwanamke bila sababu ili hali wewe bado unampenda. Hakikisha kwamba unamwacha alafu tena haitokei huko nyuma ukawa unaathirika. Ni kweli, kwa sababu unaweza ukamwacha kwa hasira alafu baadaye roho ikae na kuuma sana, kwa nini nimemwacha mwanamke. Sawa, mimi nafikiri tufanyia kazi ushauri wako. Lakini nyuma ya hili nikifahamu chochote kuhusiana na hicho ambacho nakifahamu, nitachukua maamuzi magumu sana. Na niko tayari kupoteza kila mtu kutokana na ile ambayo limetokea. Haijalishi ni rafiki, ndugu wala nani. Kwa sababu haiwezekani, yani bora angekuwa mtu mwingine baki. Rafiki yangu ambaye kila siku nipo naye, tunafanya naye vitu kibao, anakuja na analala na mke wangu na anafahamu kabisa mke wangu. Sili imeniuma sana. Hebu usichukue kwanza maamuzi kama kwanza fuatilia. Ushauri wangu mimi nakupa kwanza fuatilia. Ushafuatilia, ukishapata uhakika, kaa naye mwenyewe pia akishakuthibitishia kweli nilitoka naye labda mara 1, mara 5, mara 10, ndio unachukua maamuzi. Basi sawa, mimi nafikiri nashukuru sana. Sawa. Tafanyia kazi ushauri wako. Sawa. Na nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Na imani vitaenda tu sawa. Basi mimi nikuache bwana. Basi karibu sana bwana. Ila viumbe hawa. Haya bwana, mimi nikuache. Haya bwana, karibu sana. Haya karibu. Usaliti wanandoa. Pawa naishi pawa, penzi lako ni zito mezani, naishi pawa. Pawa Mke wangu karibu nangu. mtoto unajua kunikosha mimi. Niambie. Yaani po ndani ni sauti yako imenivutia kinoma, yani mpaka najiuliza ndo mtu wangu huyu au ndo mwingine yani. Asante mume wangu. Wacha hapo angalia kijasi shida. Pole mama watoto. Jua mume wangu, sina unajua kali. Kweli mke wangu nitakununulia nani bwana? Nitakununulia hata mashine. Maana ona vidole hivi vinavyoumia kila siku. Naumia ndio mume wangu. Pole sana mke wangu. Asante. Unajua nini mke wangu? Niambie mume wangu. Basi mimi ni mwanaume mmoja mwenye bahati sana yani. Sana. Unajua nikiangalia ndoa yetu ilivyokuwa na furaha, amani. Mpaka mwenyewe najiuliza hii bahati kanipa nani? Mungu tu mume wangu. Ni Mungu tu. Hamna mwingine. Unamjua Sam? Sam. Namjua. Unamjua Sam? Sasa Sam na mke wake Mwantumu. Yani ndoa yao inawaka moto vibaya sana. Ila angalia sisi, kuonesha neema, furaha, amani. Mimi na wewe. Paka miguu ya sawa. Wache na jamani hicho kidimpo ndio kinazidi kunichanganya. Nipo mimi kwa ajili yako. Acha basi. Wewe ni wangu, sina mwingine, unanifaa.
Arifa. 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 Nakuita hata unisikii mshikaji wangu. Mambo. Poa vipi? Poa mzima. Safi. Niambie. Safi sasa. Bwana mambo yasiwe mengi. Bwana mimi kwa shida bwana ule rafiki yako Halima yule. Kwani si mlikutana naye juzi? Hamjamaliza mazungumzo yenu? Siku ile nimekutana naye lakini tumezungumza kidogo tulikuwa tumetofautiana hatujafika mwafaka. Ila leo na issue naye muhimu kinoma, naomba unikutanishe naye niongee naye. Basi usijali. Nitamwambia mtakutana pale Mzalendo. Kwa Mzalendo pale. Basi mimi natangulia kwa Mzalendo, mwambie aje basi. Mimi na issue naye muhimu kinoma. Usiwaze. Au sio? Ukitisha tu kuna hela yako ya soda. Usiniambie. Kweli? Ndio. Poa. Haina noma basi. Baridi. Fanya hivyo. Baridi. Halima. Niambie. Mambo. Poa. Unajua umeshangaa kukuita? Nimeshangaa ndio, unaitia nini sijajua. Bwana Halima. Bwana mimi nimeamua nikukubalie tu. Sina mwingine unanifaa. Unanifaa,